Vyombo vya habari vya Iran vimeashiria kuwa shabaha za mashambulizi katika vita vinavyoendelea katika Mashariki ya Kati inaweza kupanuka na kuhusisha miundombinu ya teknolojia katika eneo hilo. Shirika la habari la Iran Tasnim limechapisha orodha ya shabaha zinazoweza kulengwa na Iran, ikiwa ni pamoja na ofisi za makampuni makubwa ya teknolojia kama Amazon, Google, Microsoft na Nvidia zilizopo katika nchi za Ghuba na Israel. Kadri vita vya kikanda vinavyopanuka hadi katika vita vya miundombinu, wigo wa shabaha zinazoweza kulengwa na Iran unaendelea kupanuka, Tasnim iliandika, ingawa haikutaja chanzo rasmi cha taarifa hiyo. Wakati huo huo, Italia imethibitisha kuwa kituo chake cha kijeshi cha mji wa Erbil kaskazini mwa Iraq kilishambuliwa. Waziri wa mambo ya nje wa Italia Antonio Tajani alisema shambulio hilo halikusababisha majeruhi. "Ninalaani vikali shambulio dhidi ya kituo cha Italia mjini Erbil," Tajani aliandika kwenye mtandao wa X. Aliongeza kuwa amezungumza na balozi wa Italia nchini Iraq na kuthibitisha kuwa askari wote wa Italia wako salama ndani ya maficho ya kujikinga. Italia ina wanajeshi katika mji huo wakitoa mafunzo kwa vikosi vya usalama vya Kurdistan kama sehemu ya muungano wa kimataifa wa kijeshi. Nchini Saudi Arabia, wizara ya ulinzi imesema mfumo wake wa ulinzi wa anga umefanikiwa kuangusha drone iliyokuwa ikikaribia eneo lenye balozi mbalimbali za kigeni. Msemaji wa wizara hiyo alisema drone hiyo ilidunguliwa kabla haijafika katika eneo la balozi. Saudi Arabia pia ilithibitisha kuzuia drone nyingine katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Kwa upande wake, Kuwait pia ilitangaza kuwa mifumo yake ya ulinzi wa anga imefanikiwa kuzuia drone kadhaa, wakati Irani ikiendelea kufanya mashambulizi katika nchi za Ghuba zenye utajiri wa mafuta. Iran imekuwa ikionya kuwa inaweza kulenga masoko ya nishati duniani kujibu mashambulizi ya Marekani na Israel. Katika tukio jingine, kundi la Hezbollah la Lebanon limesema limerusha makombora kuelekea kituo cha ujasusi wa kijeshi cha Israel karibu na Tel Aviv. Katika taarifa yake, kundi hilo limesema wapiganaji wake walilenga kituo cha Gilot ambacho kinadaiwa kuwa makao makuu ya kitengo cha ujasusi wa kijeshi cha Israel kinachojulikana kama Unit 8200. Kundi hilo limesema lilitumia makombora ya kisasa katika mashambulizi hayo yaliyofanywa katika kitongoji cha Tel Aviv. Mapema IRGC ilisema imefanya operesheni ya pamoja ya makombora na Hezbollah dhidi ya shabaha za Israel.